عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل. يقول الله سبحانه وتعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. Ashkuriwe Allah subhanahu wa ta'ala, ziada rehma na amen zimwende kiongozi wetu wa umma, mtume wetu Muhammadi sallallahu alayhi wasallam, yeye na watu wa nyumbani kwake pamoja na masahaba zake na waislamu wote ambao wataukubali kufuata mwendo wake hadi hiyo siku ya kiyama. Ninasaidilia na kuutangazia ulimwengu ya kwamba hapana mola apasaye kwa uhaki, hapana mola apasaye kuabudiwa kwa uhaki ila Rabbul Izzati wal Jalal, na ninakubali ya kwamba Muhammad ni mja wake na mtume wake, waja wa Mwenyezi Mungu. Bila kuisahau nafsi yangu, ninakuhusieni tumche na kumwogopa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, faya ibadallah, laqad manna Allah ta'ala ala ibadihi alhidayata lilislam, wa min an-ni'am al'azimati fi islamina as-salah, إذ تعد الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين، وتعتبر صلاة الفجر من أعظم الصلوات وأكثرها فضلا وأجرا، فهي نور لصاحبها يوم القيامة كما وعد رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، وباب من أبواب الجنة. Ndugu zangu wa Kiislamu, ni hakika kuwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ametupa neema iliyokuwa kubwa sana. Ametupa neema ya kutuongoza kutufanya sisi kuwa Waislamu. Na si hayo tu, na miongoni mwa neema ambayo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala aliyoiweka kubwa katika Uislamu ambao tunao ni pale Allah subhanahu wa ta'ala alituwekea swala katika Uislamu. Mwenyezi Mungu alipoiweka swala, na ukichunguza swala yaisabika kuwa ni moja katika, ni nguzo ya pili katika nguzo za Uislamu. Ndugu zangu wa Kiislamu, kiasi ambacho ndugu zangu wa Kiislamu, ndani ya swala hiyo, miongoni mwa swala na mambo ambayo yameifanya sala kuonekana kuwa ni nguzo ya pili miongoni mwa arkani za Islam, baada ya kwamba mtu kukubali ya kwamba hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki ila Rabbul Izzati wal Jalal, na kukubali ya kwamba Muhammadi ni mja wake na mtume wake. Kadhalika ya tu'tabaru salatul fajr min a'zami salawat. Na bila shaka ndugu zangu wa Kiislamu, swala tulizofaradhishiwa kuswali ni swala 5, na miongoni mwa hizo swala kuna fajri, kuna dhuhuri, kuna asri, kuna maghribi, kuna isha. A'zamu salawat, sala iliyokuwa bora, sala iliyokuwa na ujira uliokuwa mkubwa, ndugu zangu, ni swala ya alfajiri. Yani ni sala ambayo ndugu yangu ina ujira uliokuwa mkubwa, kama alivyosema mtume, wa aktharuha fadlan wa ajra. Kadhalika swala ya alfajiri ina fadhila na ina ujira, malipo mazuri kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kuliko sala zingine. Kadhalika miongoni mwa sala ni nuru, ni mwangaza unaoangaza kwa mwenye kuiswali swala ya alfajiri. Ndugu yangu, swala ya alfajiri ambayo ndio khutba yetu hii ya leo, uone umuhimu na ubora wa kuiswali swala ya alfajiri, swala ambayo inaonekana kuwa ni ngumu kwa watu wengi, na maskini ya Mungu ndiyo swala ambayo ina ujira uliokuwa mkubwa kuliko swala zingine zote, kama alivyotuagiza mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Alituonesha kuwa swala ya alfajiri ni nuru kwa yule mwenye kuiswali, ni mwangaza kwa yule mwenye kuiswali hiyo siku ya kiyama, kama alivyotuahidi na akasema mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kadhalika swala ya alfajiri ni moja katika milango itakayomfanya mtu kupata moja ya kuingia katika milango ya peponi. Ayuha almu'minun, yajibu alayna almuhafadhatu ala ada'i salati alfajr fi jama'atin fayakunu fi dhimmati الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة. روى ابن ماجه والطبراني عن أبي بكر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح في جماعة فهو
في ذمة الله فمن أحفر ذمة الله كبه الله في نار جهنم لوجهه أعاذنا الله من ذلك. ndugu zangu wa Kiislamu, yajibu alaina, ni wajibu kwetu, ni lazima kwetu tufahamu ya kwamba ni lazima kwetu kuhifadhi sala ya alfajiri. Sala ya alfajiri, sala ambayo inawashinda watu wengi, sala ambayo imekuwa ni ngumu. Utakuta kwamba misikiti inajaa katika swala za kawaida zingine, lakini sala ya alfajiri imekuwa ni ngumu sana kwa watu. Kumbe ni lazima na ni bora tuweze kuhifadhi sala ya alfajiri. Waislamu, kuweni nami katika khutba hii, msikie utamu na maraha kwa mtu mwenye kuhifadhi sala ya alfajiri. Inapoadhiniwa adhana ukaja kuswali sala ya alfajiri, mtu unaswali swala zote, maskini ya Mungu, eti sala ya alfajiri inakushinda kuweza kuswali. Unaiswali wakati ambao tayari umepita, unaiswali wakati ambao unautaka wewe. Ndugu yangu Muislamu muaminifu, ni lazima kwako kuweza kuihifadhi swala ya alfajiri na kuitekeleza, kuiswali kwa wakati wake katika jamaa msikitini. Wewe mwanaume, iswali swala ya jamaa, swala ya alfajiri, idiriki msikitini ukiiswali katika jamaa. Ukifanya hivyo, wallahi ndugu yangu, ukiswali swala ya alfajiri kwa jamaa na wengine pamoja, utakuwa chini ya ulinzi wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Nani miongoni mwetu asiyetaka kuwa chini ya ulinzi wa Allah? Yani unakuwa ndani ya security ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, utakuwa chini ya security ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika siku yako yote hiyo. Wewe utakayepata bahati ya kuisikiliza adhana ya alfajiri kisha ukaitika ukaja kuswali swala alfajiri katika jamaa, kama alivyotueleza Abi Bakr radhiyallahu anhu katika hadithi iliyopokelewa na Ibn Majah, anasema ya kwamba qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, anatueleza mtume wa Mwenyezi Mungu sallallahu alayhi wasallam, man salla as-subha fi jama'atin, yule atakayeswali sala ya subuhi, sala ya alfajiri, ukiswali katika jamaa, adhana inatoka, ukamlani ibilisi, ukatawadha nyumbani kwako, ukaja unakimbia, ukaja unaharakia kuja kusali sala ya alfajiri, basi anakuambia nini mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam? Anasema ya kwamba man salla as-subha, yule atakayeswali swala ya subuhi, sala ya alfajiri, fi jama'atin, katika jamaa na wengine, fahuwa fi dhimmati Allah, atakuwa chini ya security ya Mwenyezi Mungu siku yake nzima hiyo, atakuwa chini ya ulinzi wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kisha akaendelea mtume sallallahu alayhi wasallam akatueleza na kusema, faman ahfara dhimmat Allah, na yule ambaye atakayeacha kuhifadhi, nani ambaye atakayeacha kukubaliana na kuwa na kutafuta ulinzi, security ya Mwenyezi Mungu katika siku yake, basi huyo ajue kwamba Mwenyezi Mungu atamseka na kumtupa ndani ya moto, tena kwa uso wake. Allah Subhanahu wa Ta'ala atukinge na atuweke mbali na moto wa jahannam an-nar. Ayuha almuslimun, لا يخفى عليكم أنكم تسمعون في كل يوم، لا يخفى عليكم أنكم تسمعون في كل يوم في وقت أذان الفجر حين يقول المؤذن حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، ثم يقول بعدها الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. إذن الصلاة خير إذن لماذا الصلاة خير من النوم؟ الصلاة خير من النوم، والصلاة استجابة لنداء الله سبحانه وتعالى. الصلاة خير من النوم لأن هي خير من النوم، لأن النوم موت والصلاة حياة. هي خير من النوم لأن النوم راحة البدن والصلاة راحة الروح. هي خير من النوم لأن المؤمن والكافر يشتركان في النوم ولا يشتركان في الصلاة، لأن الصلاة لا يصليها إلا المؤمن. ndugu yangu Muislamu,
Ndugu yangu Muislamu, ni hakika kwamba kila siku haifichikamani katika masikio ya kila mmoja miongoni mwetu. Kila siku inapofikia wakati wa sala ya alfajiri, mnamsikia muadhini msikitini anaita, ananadi, anapiga kelele akisema hayya ala sala, njooni kwenye swala, hayya ala sala, njooni kwenye sala, hayya ala alfalah, njooni mtume, hayya ala alfalah, njooni mtume. Baada ya hapo, tofauti na sala zingine za kawaida, mtamsikia muadhin anaongeza neno ambalo hakulisema katika swala zingine za mchana. Anaongeza akisema as-salatu khairun minan naum. Jamani, sala ni bora kuliko usingizi. Anasema as-salatu khairun minan naum. Sala ni bora kuliko usingizi. Anakuambia wewe uliolala, anakuambia uliojifunika, anakuambia wewe ambao unakoroma, amka, uende ukatawadhe, uende ukaswali. Sala ambayo ni alfajiri, khairun minan naum, ni bora kuliko usingizi. Ndugu zangu wa Kiislamu, kwa nini sasa? Kwa nini imekuja kwamba as-salatu khairun minan naum? Allahu akbar. As-salatu khairun minan naum haikutajwa katika swala zingine, lakini imekuja kutajwa katika sala ya alfajiri kwamba sala ni bora kuliko usingizi. Limadha? Tujiulize na tujibu maswali. As-salatu khairun minan naum, sala ni bora kuliko usingizi. Kwa nini? Bimaana as-salatu khairun minan naum hiya khairun minan naum, sala ni bora kuliko usingizi. Lianna an-nauma mautun was-salatu haya, kwa sababu usingizi ni kifo. Kila mmoja anajua kabisa unapokuwa umelala ni nusu ya kifo. Na ndio kwa maana kila siku asubuhi tukafundishwa kwa wale wanaoelewa sunna, ukiamka unasema alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur, kwamba ninamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambaye kanirudishia uhai baada ya kuwa nilikuwa nimekufa, na kwake ndio marejeo. As-sala khairun minan naum, sala ni bora kuliko usingizi. Lianna an-nauma mautun, kwa sababu ni hakika kuwa usingizi ni kifo. Was-sala haya, na sala ni uhai. Kadhalik hiya khairun minan naum. Ndugu zangu, sala ni bora kuliko usingizi. Lianna an-nauma rahatul badan. Nani asiyejua? Kwa sababu usingizi ni starehe ya kiwiliwili. Mtu anapochoka anapumzika kidogo, anastarehe. Lianna an-naum rahatul badan, ni kwa kuwa usingizi ni starehe ya kiwiliwili. Was-sala rahatur ruh, na sala ni raha. Ni raha ya nini? Ni raha ya roho. Mtu anaposali hata roho inakuwa manake inatulia. Na ndio kwa maana ikaonekana kwamba yoyote anapohisi matatizo, anapohisi mawazo, unapopata stress, basi kimbilia katika sala. Sala itakusaidia, itakuondoa yale mawazo, itakuondoa stress, kwa sababu as-sala khairun minan naum. Lianna as-sala lianna an-nauma rahatul badan, kwa sababu usingizi ni starehe ya mwili. Was-sala rahatu ar-ruh, na sala ni starehe ya roho. Kadhalik hiya khairun minan naum, sala ni bora kuliko usingizi. Lianna al-mu'min wal-kafir yashtarikani fi an-naum, ni hakika kuwa waislamu, muislamu na kafiri wote, munafiki, mchawi, mtu wa roho mbaya, mtu wa madhambi, wote wanashirikiana katika kulala. Kafiri analala, muislamu analala, lakini swala haiswali ila nani? Ila muaminifu peke yake. Wewe mwenye asili ya kuswali swala ya alfajiri na kuita, sikiliza unachokipata na faida unayoipata pindi unaposwali swala alfajiri. Ya ahla alfajr, ahlu alfajri fi'atun muwaffaqatun, wujuhuhum musfarratun wa jibahuhum mushriqatun wa nufusuhum طيبة وأعمالهم زاكية وأوقاتهم مباركة، فإن كنت منهم فاحمد الله سبحانه وتعالى على فضله، وإن لم تكن منهم
fad'u Allah an yaj'alaka minhum. Allahu akbar, Allahu akbar. Sikiliza watu wa swala ya alfajiri. Watu wa sala ya alfajiri fi'atun muwaffaqatun, maana ni kundi ambalo Mungu aliliwafikisha, aliliweka kwenye ubora wa peke yake. Nini? Wujuhuhum musfarra, yani watu wenye kuswali swala ya alfajiri, ukiangalia hata katika nyuso zao utaona nyuso zao zinapendeza. Wajibahuhum mushrikatun, na utaona kwamba bapa zao za uso zinatoa nuru. Wa nufusuhum tayyibatun, nafsi zao zinakuwa nzuri wakati wote. Wa a'maluhum zakiyatun, na vitendo vyao Allah amevitakasa. Wa awqatuhum mubarakatun, na nyakati zao za mchana wote watakaoishi hapo Mungu amezibariki katika kupita kwao, katika kutafuta kwao riziki. Fa in kunta minhum, ndugu yangu, kama uko miongoni mwa hao nimewataja, watu wenye Mungu aliwajalia kuwa wanaswali alfajiri, ambao neema zao ni hizo, kundi ambalo Mwenyezi Mungu amelibariki, akafanya nyuso zao kuanza kupendeza, nyuso zao kumeremeta, kufanya vitendo vyao kubarikiwa, basi ukiwa miongoni mwao sema alhamdulillah. Na kama utakuwa haumo, kuanzia sasa toka hapa msikitini ukimwomba Allah, Mwenyezi Mungu nijalie kuwa miongoni mwa watu ambao watakao kuwa wanadiriki swala ya alfajiri. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim, ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وبارك على سيدنا المصطفى محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن لبى دعوته إلى يوم البعث والنشور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أشكر من يزمه سبحانه وتعالى. زيادة رحمنا أمان زموينك يونغوزي وتو أمة متموت محمد sallallahu alayhi wasallam. Kwa mara nyingine tena ninasaidilia na kutangazia ulimwengu ya kwamba hapana mola pasiye kuabudiwa kwa haki ila rabbul izzati wal jalal. Ibadallah, ma ajmal al fajr. Allahu akbar, ma ajmal al fajr. Nisikilizeni waislamu, ulioje uzuri wa sala ya alfajiri. Sala ya alfajiri ambayo bado unaifanyia upuuzi, ambayo unaitwa msikitini alfajiri, wewe unaswali wakati unaoutaka. Ma ajmal alfajru, ulioje utamu na raha kwa yule mtu ambaye atakayejaliwa adhana ikitoka anaitika kuja msikitini. Faridatuhu taj'aluka fi dhimmatillah. Kumbuka ya kwamba ukiswali swala ya faradhi katika jamaa ya alfajiri, basi siku hiyo utashinda chini ya ulinzi na security ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, akatueleza Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, man salla as-subha fi jama'atin, atakayesali sala ya subhi katika jamaa, fahuwa fi dhimmatillah, atakuwa chini ya security, atakuwa chini ya ulinzi wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ma ajmal al-fajr, ulioje uzuri na raha ya mtu mwenye kuswali swala ya alfajiri. Sunnatuhu, sunna ile ambayo mtu anayeiswali ya kabla ya alfajiri, sikiliza thawabu zake ndugu yangu. Ile tu sunna unayoiswali kabla hauja, rakaa mbili unazoziswali kabla haujaswali swala ya alfajiri, sikiliza ubora wake, sikiliza thawabu zake. Khairun min ad-dunya wa ma fiha, thawabu zake ni bora kuliko dunia na viliomo, kama alivyosema Aisha radhiyallahu anha عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. وفي رواية لها أحب إلي من الدنيا جميعا. أنا tueleza bibi Aisha ya kwamba mtume anasema rak'at al-fajr, yani zile rakaa mbili. Acha kwanza faradhi unayokwenda kuiswali, zile tu rakaa mbili tu ambazo utakazoziswali za kabla hujaswali sala ya alfajiri. Anatuambia bibi Aisha ya kwamba anasema mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, khairun min ad-dunya wa ma fiha, hizo rakaa mbili ni bora kuliko dunia na viliomo. Allahu akbar. Nini maana ya kwamba ni bora? Manake mtume anakusudia kwamba ikiwa kama itatokea kwamba upewe dunia na viliomo, manake dunia
na bahari zake, dunia na milima yake, dunia na dhahabu na madini zote ambazo zinazopatikana, na miti, kila kinachopatikana katika dunia. Yani ukabidhiwa kwamba hivi uvipewe, kisha uonyeshwe thawabu za rakaa zile 2 unazoziswali za alfajiri kabla hujaswali alfajiri. Wallahi utachagua zile rakaa 2. Ndio maana Mtume akasema khairun min ad-dunya wama fiha, ni bora kuliko dunia na viliomo. Allahu akbar. Ma ajmal al-fajru. Jamani, fajiri ina uzuri gani? Tizama, Allahu akbar. Qur'anuhu mashhudan, Qur'anuhu mashhudan, kile kisomo kinachosomwa au ile sala inayosaliwa, mashhudun, mashhudun, kama alivyosema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wa Qur'an al-fajri inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Yani sala alfajiri mashhudun ndio sala nyingine ambayo watu wanapokuwa wanaiswali hapa msikitini, mashhudun, panakuwa malaika wamezunguka masjidi, wameuzunguka msikiti, wanawaangalia kila mtu kwa jina lake, Muhammadi, Suleiman, Musa. Tazama hawa wote, maana mashhudun, malaika wamekaa hapo pembeni. Yani ni sala ambayo unapokuwa uko unaiswali, jisikie raha, jisikie starehe, jisikie furaha, kwa sababu wewe unashuhudiwa. Malaika wanakuona, wanakuandika kwenye rejisti ya Allah ya watu waliohudhuria. Na ushahidi wa aya ni haya aliyozungumza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wa Qur'an al-fajr, na hiyo sala ya alfajiri mashhudun, ni sala ambayo inashuhudiwa na malaika. Akaja katueleza Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika hadithi iliyotokana na Abi Huraira, radhi za Mwenyezi Mungu zimwendee, anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala, ya kwamba mtume wa Mwenyezi Mungu, rehma na amani zimwendee, alisema, yataaqabuna fikum malaikatun bil-layli wa malaikatun bin-nahari yajtami'una fi salati al-fajr wa salati al-'asr فيعرج الذي باتوا فيكم فيسألهم مولاهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي. الله أكبر. فيقولون أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. الله أكبر. sikilizeni maraha. Anasema Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, yataaqabun. Almuaqaba ni kama vile tuseme wako majeshi ambao wanakaa hapo kutuchunga. Alafu hao majeshi kuna wale ambao wanaotuchunga, na baada ya kuwa muda wao utakwisha watatoka, wanakuja wengine. Sasa malaika wa Mungu wako hivyo. Mwenyezi Mungu anateremsha malaika kuja kuwachunga waja wake. Na anawatuma muda gani? Anawatuma wakati wa alfajiri na wakati wa swala ya asri. Marki hawa malaika, kundi kubwa linashuka kuja kututazama na kutuchunga wakati wa alfajiri, limeshuka. Maskina Mungu, lile kundi lilivyokuja la kutuchunga waja wa Mwenyezi Mungu, linatukuta alfajiri tuko Allahu akbar, tuko msikitini tunaswali Allahu akbar. Itapofikia muda wa swala ya asri, tukimaliza kuswali, wanapanda wanateremka wengine. Allah atawauliza, pamoja na kuwa anajua hali yetu, bwana, mliwaacha watu wangu vipi? Watasema, wallahi Mwenyezi Mungu, watu wako tulivyokwenda alfajiri tuliwakuta wanafanya nini? Wanaswali. Na tulivyotoka la asiri tuliwaacha wanaswali. Unajikuta kwamba ndugu yangu Muislamu, unakuwa miongoni mwa watu ambao wamepata neema ya kubarikiwa na wale ambao watakaokuwa wanaswali swala hiyo ya alfajiri. Ibadullah, waja wa Mwenyezi Mungu, fahadha baadhi fadaili allati tatahassalu liman yusalli salata alfajr jamaa. Sikilizeni sasa, nini fadhila, ubora anaoupata mtu ambaye atakayepata bahati ya kuswali swala alfajiri. Moja, an-nuru tam yawm al-qiyama. Allahu akbar. Wewe unaipuuza sala alfajiri, sikiliza maraha yenye anakupita. Miongoni mwa fadhila ambazo mtu anakuja kuzipata wakati anapokuwa amepata bahati
ya kuhudhuria swala ya alfajiri katika jamaa. Moja, an-nuru tam, an-nuru tam يوم القيامة. Utakuja na nuru wakati unafufuka. Watu watakuja wamesirika, watu watakuja wanapata shida, watu watakuja wamechoka, nyuso zao nyeusi, lakini wewe utapata bahati ya kuwa na nuru yenye kukamilika siku hiyo. Allah tunakuomba tujalie kwa miongoni mwa hao. Akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, bashiril mashaina bin nuri tami يوم القيامة. Wabashiri watu ambao wanaotoka majumbani kwao wanatembea kwa ajili ya kuja kuswali swala ya alfajiri kwamba watakuwa na nuru yenye kukamilika, nuru yenye kuenea hiyo siku ya kiyama. Mbili, fadhila unayoipata wewe unayekuja kuswali swala ya alfajiri, anna rak'atay alfajr khairun min ad-dunya wa ma fiha. Kama ulivyosikia kwamba rakaa mbili za alfajiri ni bora kuliko dunia na viliomo, kama ilivyokuja katika hadithi iliyopita. Tatu, annahu yusabbibu adkhul aljanna. Fadhila unayoipata ya kuja kuswali swala alfajiri ni moja ya sababu ya kuingia ndani ya pepo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kama alivyosema Mtume, lan yalijannara ahadun salla qabla tulu'i shams wa qabla ghurubiha. Hata uiona moto, hata ingia motoni mtu yoyote aliyepata bahati ya kuswali swala ya alfajiri kabla halijachomoza jua na akaswali baada ya kuwa jua limekwisha chomoza, hata ingia motoni. Ndugu zangu wa Kiislamu, mbili, yule mwenye kuswali swala ya alfajiri ataipata bahati ya kuona uso wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Vile ujue kama watu tutaingia peponi, lakini pepo pia zitakuwa na marahili, zitakuwa na tofauti. Kuna wale watakuwa na za kawaida, kuna wale watakuwa na za katikati, kuna wale watakuwa na za juu, VIP, VIP. Wako watu sasa, kuna wale watakokuwa kule kwa VIP ambao wao wataiona uso wa Allah, na hautopata hiyo bahati kama una tabia ya adhana alfajiri inatoka hutaki kusali msikitini, unasali wakati unaotaka. Ukitaka kuiona uso wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, uingie katika pepo ya sio VIP, VIP, uingie ndani ya hiyo pepo, swali swala ya alfajiri. Anatueleza Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam عن جرير عبد الله الباخلي رضي الله عنه. هو جرير عبد الله الباخلي رضي Mwenyezi Mungu anasema, قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم, tulikuwa tumekaa pamoja na Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fanadhara ila alqamari lailatal badri. Hiyo siku ilikuwa usiku ule wa yale masiku meupe, yale masiku mwezi inakuwa mkubwa sana, ile mwezi inaangaza hata hamuhitaji mwanga wa taa. Sasa Mtume alikuwa amekaa na masahaba zake, akaangalia, akautazama ule mwezi. Ulikuwa wanasema katika Kiswahili sanifu kwamba mwezi mpevu, mwezi mkubwa, mwezi unaotoa mwanga. Akautazama, anasema tulikuwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akatazama juu, akauangalia mwezi. Kisha alipouangalia mwezi, tukasubiria nini kitakachotokea kwa Mtume. Faqal, akasema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadha alqamar. Anasema wallah, mtamuona Mwenyezi Mungu kama mnavyouona huu mwezi. Unaona jinsi unavyouona huu mwezi, hivyo ndivyo mtakavyomuona Mwenyezi Mungu. Allah tunakuomba tujalie kukuona hiyo siku ya kiyama. Akasema la tudhammuna fi ru'yati, tena sio ile ya kusema kwamba mimi simuoni, ngoja niangalie vizuri, simuoni Mwenyezi Mungu. Manake popote utakapokuwa utakuwa unaangalia, unamuona Rabbul Izzati wal Jalal. Mtume anasema innakum satarawna rabbakum, mtamuona Mwenyezi Mungu kama tarawna hadha alqamar, kama mnavyoona huu mwezi. Masahaba wana hamu sana, wanapenda sana kwamba wamuone Allah, uso wake. Ndugu zangu, leo unataabika, unamwabudu Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu amekuamrisha sasa siku ambayo Allah una hamu ione uso wake. Yuko aje Mwenyezi Mungu aliyejificha kwa muda wote wa maisha ulioishi mpaka unafufuka. Sasa inafikia kwamba Allah itabidi kwamba mtamuona Mwenyezi Mungu kama mnavyoona huyo mwezi. Allahu akbar. Ndugu zangu, wala hamtu kwamba eti unanikinga simuoni. Hapana, kila mmoja atamuona Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anasema fa in, ikiwa kwamba mtu yoyote ambaye anayetaka kwamba amuone Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, fa in istata'tum alla
alla taghlibu ala salati qabla tulu'i shams wa qabla ghurubiha. Ikiwa kama utajitahidi usije ukashindwe, usishindwe kuswali swala ya alfajiri na swala ya alasiri. Ukifanya hivyo utamuona Allah subhanahu wa ta'ala. Na Mwenyezi Mungu tunamuomba kwa kweli aturuzuku hiyo siku ya kiyama. Si hayo tu, mwisho kabisa na tamu zaidi kwa yule kwamba miongoni mwa fadhila za sala na wakati ule wa alfajiri, kama haujafanya, jitahidi leo swala ya alfajiri ya kesho ufanye. Sikiliza, Allahu akbar. Anasema innakum tanaluna ajra hajjati wa umrati. Cha pili, kuna kitu kikifanya baada ya kumaliza kuswali swala ya alfajiri, unapata thawabu za mtu aliyekwenda hija. Hija na umra mara 3 tena venye kutimia. Mtu hawezi kuamini. Maneno ya mtume hayana chenga Waislamu. Maneno sahihi. Anasema mtume wetu Muhammad sallama an Anas qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, anatueleza Anas ibn Malik ya kwamba anasema mtume wa Mwenyezi Mungu rehma na amani zimwendee, man salla al-ghadata fi jama'atin, atakayesali sala ya alfajiri kwenye jamaa, ukapata bahati adhana imetoka siku hiyo, ukaamka, ukatawadha, ukaja msikitini kuswali swala ya alfajiri, thumma qa'ada yadhkuru Allah hatta tatlu'a al-fajr, hatta tatlu'a ash-shams. Ulipomaliza sasa kuswali sala ya alfajiri, ukakaa pale ulipo mpaka nilipo, yamake ukakaa pale ulipokuwa unafanya dhikri, unamtaja Allah, unaisoma Qur'an mpaka jua likachomoza. Hivi unafikiri ni dakika nyingi ndugu zangu? Ni dakika ambazo hazizidi 30 takriban. Sio nyingi za kukaa ukafanya dhikri mpaka jua likachomoza. Kisha akasema mtume, thumma salla rak'atayn, kisha akaswali rakaa 2. Allahu akbar. Kana lahu ka ajri hajjatin wa umratin. Qala sallallahu alayhi wasallam tamma tamma tamma. Allahu akbar. Tunasema pepo ni ngumu. Ule tu muda wa dakika 30 umekuja kuswali fajiri, ukasema leo kila siku nakuaga na haraka, basi leo sio siku ya kazi. Kweli tunakuwa na haraka kwa sababu ya kukimbilia makazi, kukimbilia labda vipandwa, lakini siku moja unasema leo basi insha Allah acha nikimaliza kuswali swala alfajiri nikae chini nifanye dhikri. Ukafanya dhikri ndugu yangu Muislamu mpaka jua likachomoza. Unajua thawabu unazozipata wewe? Yaani unapata thawabu kama vile mtu aliyekwenda hija na umra. Tena mtume akasema hija na umra mara 3 venye kutimia, venye kutimia, venye kutimia. Basi ndugu yangu, hata siku moja tafute hizi thawabu ndugu yangu. Hata siku moja zitafute kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ala wasallu ala al-hadi al-bashir akrama rasulin wa awdahu nadhir, faqad amarakum bidhalika al-latif al-khabir biamrin bada'a fihi binafsihi wa thanna bimalaikatihi wa thalatha bikum ayyuha al-mu'minun, faqala azza min qa'ilin ya ayyuha alladhina amanu صلوا عليه وسلموا تسليما. فامتثالا للأمر الله وحبا برسول الله، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا المصطفى محمد بن عبد الله، وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن 6 الباقين مبشرين بالجنة، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعنا معهم بكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا ارزقنا رزقا حلالا واسعا طيبا مباركا فيه. اللهم ربنا ارزقنا رزقا حلالا واسعا طيبا مباركا فيه، وعلما نافعا، ولسانا ذاكرا، وقلبا خاشعا، وبطنا صابرا، وبدنا على البلاء صابرا، برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على عموم نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.